السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhadhara wetu wa leo tukiunganisha na muhadhara wa wiki iliyopita, leo tunazungumza at-tathabbutu wat-tabayyunu min akhlaqil anbiya'i wal mursalin. Lile neno la at-tabayyunu tulilolipata kwa ufafanuzi katika wiki iliyopita, tunaangalia hili neno kwenye kuthibitisha na kubainisha mambo ni katika akhlaq za manabii na mitume. At-tathabbutu wat-tabayyunu min akhlaqil anbiya'i wal mursalin. Fahadha darsun lana, hii ni darasa kwetu, ni darasa letu leo, fi ujubi tathabbuti wat-tabayyuni, katika kuwajibika kuthibitisha na kubainisha, qabla ittikhadhi ayi qararin, kabla ya kuchukua uamuzi wowote. Qad ya'udu al-mar'u bin-nadamati, huenda mtu akarudi na majuto, natija tatahawurihi wa ajalatihi, ikiwa ni natija ya kule kutokujali kwake na kufanya kwake haraka ya uamuzi kabla kuthibitisha, uamuzi kabla ya kuhakikisha. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam qudwatun fi tathabbuti wat-tabayyuni, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kielelezo katika kuthibitisha na katika kubainisha. Sasa sikiliza vizuri sana. Kwanza, kuwa at-tathabbutu wat-tabayyunu min akhlaqil anbiya'i wal mursalin, tutashika hadithi aliyoipokea Muslim katika sahihi yake, an Sulaiman ibn Buraida, kutoka kwa Sulaiman kijana cha Buraida, an abihi qala, kutoka kwa babake asemaje? Jaa Ma'iz ibn Malik ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Wajua nitakavyo mimi katika huu muhadhara toka mada iliyopita mpaka hii leo, jaribu sana kusikiliza vizuri, kisha pale pahala ambapo ndipo pa kutolea dalili tupelewe hapo, kwa sababu huu ni muhadhara wa pili, tiba ya magonjwa tulionao katika mujtama. Sasa at-tathabbutu wat-tabayyunu min akhlaqil anbiya'i wal mursalin. Muslim rawa fi sahihihi an Sulaiman ibn Buraida an abihi qala, asemaje? Jaa Ma'iz ibn Malik ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ma'iz kijana cha Malik alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
Faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, twahirni, nitwahirishe mimi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wayhak irji' fastaghfirillaha wa tubu ilayhi, rudi umtake istighfari Mwenyezi Mungu na utubu kwake. Qala faraja ghayra ba'idin, akaondoka akarudi, si kwa muda mrefu, si kwa kipindi kirefu, akarudi tena. Thumma jaa faqala ya Rasulullah twahirni, akamwambia tena hilo hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalirudisha lile lile la kwanza, waihak irji' fastaghfirillaha wa tubu ilayhi, rudi umtake istighfari Mwenyezi Mungu na utubu kwake mara pili. Qala faraja ghayra ba'id, kwa muda usiokuwa mrefu akaondoka, kisha akarudi tena akamwambia ya Rasulullah fatahhirni. Mara ngapi? Mara ya tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala mithla dhalika, akasema mfano ule ule. Kila akimwambia nitwahirishe, mwambia rudi ukantake istighfari Mwenyezi Mungu na utubu kwake. Hatta idha kanat fi rabi'a, mpaka ilipokuwa kwa mara ya 4. Mara 4 alipokuja akamwambia hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, abihi jununun, huna wazimu? Sikia vizuri sana. Mtume akasema huna wazimu. Fa ukhbira annahu laysa bimajnunin, akaelezwa Mtume kwamba kuwa hana kisha, hana wazimu. Sikia swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam uko katika nini? Kuchunguza, kutaka kubainisha mambo. Alile aliloliuliza tahirni. Faqala shariba khamra, amekunywa ntinde huo, amekunywa pombe. Mtume alipouliza hivyo, faqama rajulun fastankahahu, mwanamume mmoja akasimama akataka kumnusa, amnuse, kutaka kuhakikisha hama neno anenao maneno apombe. Falam yajid minhu riha khamrin, asipate harufu ya pombe. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema azanaita, sasa akamuuliza umezini? Faqala na'am, ndio nimezini. Fa amara bihi farujima, Mtume akatoa amri akapigwa mawe kama hadi. Fala budda min at-tathabbuti wat-tabayyuni wat-taharruzi wa adami at-tasarrum. Maana maneno hapana budi mtu jambo athibitishe, mtu jambo abainishe, mtu jambo awe nalo na at-taharruz, na kutokufanya haraka kwenye kutukua uamuzi kabla ya uthibitisha. Angalia Mtume alipokuja yule kumwambia tahirni, hakutoa amri ya kupigwa mawe tu moja kwa moja. Alikwenda akarudi, akaenda akarudi, mpaka mara 4 pia akamuuliza maswali. Jamani, hebu nambieni, huna kisha? Na kisha amekunywa pombe? Akasimama mtu atatunuse sasa, sika pengine haya maneno ni maneno ya astimu za pombe. Kawa hakupacha harufu ya pombe, ndio akamwambia sasa umezini? Akamwambia ndio nimezini. Akamwambia hakuna baada ya hapo. Akapigwa mawe. Ona Mtume alitukua hukumu baada ya kufanya nini? Baada ya kuthibitisha na baada ya kubainisha. Ndipo pale tukasema at-tathabbutu wat-tabayyun min akhlaqil anbiya'i wal mursalin. Tayyib. At-tathabbutu wat-tabayyun min akhlaqis salihin, kuthibitisha na kubainisha jambo, mambo kabla hujachukua hatua, ni katika akhlaq, ni katika tabia za watu wema. Je, mimi mwema? Je, wewe mwema au sio? Nikiuliza je, mimi mwema, nachunguza na kubainisha kwa niletewao mambo ninaoletewa. Wewe mwema,
wachunguza na kubainisha unaloletewa? Hadha swali. At-tathabbutu wat-tabayyun min akhlaqi as-salihin. Na hapa tutachukua hadithi aliyetoa al-Imam Ahmad an Abi Dhabian al-Jambi anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab utiya bimra'atin qad zanat, aliletewa mwanamke na mwanamke alikuwa amezini. Fa amara birajmiha, akaamrisha apigwe mawe. Bila shaka huyu alizini akiwa na mume, ikiwa hadi yake ni kupigwa mawe. Sasa Umar akatoa ruhusa apigwe mawe. Fadhahabu biha liyarjumuha, jamaa wakanchukua mwanamke kwa lengo la kwenda kumfanya nini? Kumpiga mawe. Falaqiyahum Ali, akapambana na wao Ali ibn Abi Talib, akapambana na hawa jamaa. Faqala ma hadhihi, nani huyu mwanamke alobebwa ni nani? Qalu zanat, wakasema amezini. Fa amara Umar birajmiha, Umar akatoa amri apigwe mawe. Sikia, fantaza'aha Ali min aidihim, Ali akamvuta kama akantukua kwa nguvu, kwa kasi kamngoa kutoka kwenye mikono yao. Waraddahum, kisha akawarudisha, kwamba rudini, wachaneni naye. Jamaa walirudi moja kwa moja. Faraja'u ila Umaran, wakarudi kwa Umar. Faqala Umar radiyallahu anhu, akasema ma raddakum, nani alwarudisha nyinyi? Qalu raddana Ali ndiye aliyeturudisha sisi. Qala, akasema, sikiza adabu wanavyoona, anake hawa ndio wanavyoona kutegemewa, ndivyo walimu wa dini yetu. Sasa hapa na tukua funzo, nani wanafundi tukue ni mafunzo. Qalu raddana Ali, jamaa wakasema Ali ndiye amechurudisha. Qala Umar, akasema ma fa'ala hadha Ali illa bi shay'in qad alimahu, Ali hakufanya hivi tu isipokuwa kwa kitu alichokijua. Kama ndisi wanadhoniwa leo, ngiko vipi sasa? Memwambia ndo akapigwe mawe amezini, upambana na nchu ndiani, akamwambia rudi, naye akarudi. Ndisi macheso. Si wanavyoni waloiva walotoka katika madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna lawama. Nimetoa amri na mimi ndiye kiongozi, akapigwe mawe. Ali huvarudisha. Tena angalia, hata ile lugha ambayo rahisi nitakoifahamu mimi na wewe, ambao ilikuwa yastahiki kusemwa, lakini sisemi alistahiki kusema kwa sababu muono wao ni mbali kuliko muono wangu. Lakini kama msema, si angekuja kwanza tukazungumza? Lakini takofahamu jambo shati uliawili we, kama nilikuja kuzungumza ningekuja nao, ama ningeliwata kakimbia mimi kaja kunena nao. Mimi unena nao kule uli Angola, chembelecho wakwecho uliejiwe, au sivyo? Lakini kivyo vote hatuvatafsiri, twatafsiri matokeo yaliyotokea. Umar akasema ma fa'ala hadha Ali illa bi shay'in qad alimahu, Ali hakufanya hivi isipokuwa kwa kitu anachokijua. Avapoke mwanamke kisha mbe rudini. Sikiliza dini. Sasa Umar baada ya hapo fa arsala ila Ali, akampelekea ujumbe Ali. Fajaa, na Ali akaja. Angalia, hakuna chuki wala hakuna bala. Ule amewarudisha, akirudi dhana yake ni mzuri, hangefanya hivyo isipokuwa kwa kitu alichokijua, mimi sikijui. Ndivyo wanazuoni wanavyotakiwa kwenda. Kisha hapo hakusema Umar amerudisha bila taarifa, sina haja hata kuketi naye, sina haja hata kuzungumza naye wala mashauri naye. Fa arsala ila Ali, akamtumia ujumbe Ali, njoo. Fajaa wa huwa shibhul muqdhabi,
Angalia maneno. Akaja Ali na yeye mfano wa kuwa amekasirika, kana kuna kitu kimekasirika, ana sura za ghadhabu. Umar akamwambia Ali, malaka radatta haulai, kwa nini wewe umevarudisha hawa? Qala ama sami'ta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, wewe hukumsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rufi'a al-qalamu an thalathatin, imeinuliwa kalamu kwa watu watatu, kwamba kwa hawaandiki madhambi. Anin naimi hatta yastayqidha, alolala mpaka amke. Umelala ukafanya yoyote hakufanya, huandikiwi. Wa anis saghiri hatta yakbura, na mtoto mdogo mpaka awe mkubwa, kwa maana abalighi. Wa anil mubtala hatta yaqila, na lonjwa mubtala hapa lonjwa hatta yaqila, ni mtu ambaye akili yake si nzuri, mpaka awe na akili. Hakusema hivyo mtume? Bas qala bala. Umar akasema kwa nini? Alisema qala Ali akamwambia fa inna hadhihi mubtalatu bani fulana, huu ni katika wale wanawake walioondwa kwa mtihani huo katika kabila la fulani. Fala'allahu, huenda hunchumvuli, ataha, amemuingilia, wa huwa biha, na yuko katika mambo ya wazimu. Faqala Umar la adri, Umar akasema mimi sijui. Qala Ali akasema ana adri, mimi najua. Falam yarjumha, hakupigwa mawe. Wafhum? Tayeb. Ta'anna ar-rajulu fi amrihi, mtu utakawe na utaratibu kabla hajatukua hukumu, upate uthibitisho wa utakalo kulitukulia hukumu. Hata ukitaka kuchecha na mtu, tukua uthibitisho kamili mpaka uwe wastahiki. Sasa mimi hapa kwa dalili hizi, kwa ithibati hii, nafaa kuchecha na fulani. Kwa ushuhuda huu niliouchunguza, nafaa ni mkate fulani. Si yako hao kina muqatwa, si kuna watu wa muqatwa. Sasa qabla al-muqatwa tathabbat wa tafahhas wa ta'akkad wa taharraz wa tathabbat. Mafhum? Tayeb. Ukisema ta'anna ar-rajulu fi amrihi, ndilo litakiwalo, lam yata'ajjalhu, hakufanya haraka. Ya'mal fi but'in, afanya mambo kwa utaratibu, nataka kupata uhakika kuhusu yalionifikia. Wa tamahulin wa bu'din nadhar, na kuona mbali. Kisha wayunjizha ala ahsani ma yuram, kisha hupitisha lile jambo alilolichunguza kwa ndia nzuri takiwao, kikwechu huku asivundike ibaba, kwa maana ndalipitisha kwa ndia ya uhakika nililolipata, kisha kusitokee dhara lolote litakalotokea, isipokuwa kwa dharura zisizoepukika kwa hilo. Wa fitaanni as-salama, na mtu katika kufanya utaratibu wa kuchunguza mambo atapacha amani. Mafhumu? Atapacha amani, kwa sababu ukichunguza kwa utaratibu kwa nia nzuri utafikia kwenye uhakika, basi kutakuwa na amani. Hata katika kumkurubia yule ulondhania na kuntuhumu, uweza ukamkurubia kwa ndia mzuri, baada ya kuwa umepata uthibitisho, baada dhalika mambo yakawa sawa tu. Man ta'anna nala ma tamanna, siku zote mwenye kufuata utaratibu hupacha kitakacho anachokitamani. Ukiwa na haraka huwezi kupata lolote. Wa fil ajlati nadama, na katika haraka kutukua uamuzi tu haraka hatimaye majuto. Tayeb. Sikia maneno kwenye mlango wa kuwa at-tathabbut wa at-tabayyun min akhlaqil anbiya'i wal mursalin wa min akhlaqis salihin, na ni katika tabia za watu wema. Abu Hatim asema al-khaibu man khaba anil anati,
mwenye kutoka patupu, kwa maana mwenye kuhasirika. Mwenye kuhasirika, man khaba anil anati, ni yule alotoka patupu, alohasirika na kuwa taratibu. Ni mtu hana utaratibu, ni mtu hana upole katika mambo, basi huyo amehasirika, ametoka patupu katika maisha yake. Sikia maneno. Shukran. Wal-ajlu mukhti'un abada, na mwenye kufanya haraka ya mambo bila uchunguzi ni nkosa siku zote ni nkosa. Kama anna almutathabbita musibun abada, kama ambaye mwenye kuthibitisha mambo kabla hajachukua hatua, huyo ni mwenye kupata siku zote, atapata, kwa sababu sina haraka, nilipa chalo, sina haraka nalo, asante, mimi nitajua ukweli na nitajua na urongo, na nitakupa fiqhul Qur'an hapa katika muhadhara. Waqala aidan, Abu Hatim akasema tena, innal ajila la yakadu yalhaqu, mwenye kufanya haraka hakurubii kupata, hapati kile kikimbiliacho, hakipati. Kama anna rafiqa la yakadu yusbaqu, kama ambavyo mtaratibu hakurubii kushindwa, hashindwe. Wasakitu la yakadu yandam, na mwenye kunyamaza akaamua kanyamalia kima, hakurubii kujuta, kwa maana hajuti, manake kimya. Waman nataqa la yakadu yaslamu, na mwenye kutemka maneno mengi hakurubii kusalimika, hasalimiki, kwa sababu maneno akiwa mengi aweza akaichukana na hajui kwamba kwa huichukana. Ndio hatari ya kupenda kunena no. Wa innal ajila yaqulu qabla an ya'lama, ya salam, hakika mwenye kufanya haraka, mwenye tabia ya haraka, hunena kabla ya kujua. Hajajua yeye huanza kunena, kwa hivyo hunena asiyoyajua, na wenye kunena na hawajui lolote tele duniani, au sivyo? Dalili ya kwanza tu, akasilimu leo, hubikwa kiemba kesho cha Omani, akapewa mic hapa, akazungumza na watu, wakashika mchamba, akawake ni hayo. Wa innal ajila, mwenye kufanya haraka, yaqulu qabla an ya'lama, hunena kabla hayajua. Wa yujibu qabla an yafhama, hujibu kabla hayafahamu, hujibu. Wa yahmadu qabla an yujarriba, husifu kabla hajajaribu. Ni hao. Tasimama mtu amesilimu leo, akanena maneno akinkoa, akitoka atakuhusifu, somi kweli kweli bwana, mwanachuoni kweli kweli. Maneno ya Abu Hatim. Qala al-ulama, ulama wetu wasema, hata tuchukue faida kwa walotuzidi tukiusomi, walotupangia watu wakilitafsiri neno la Mungu, thibitisha huwa ni kweli, thibitisha. Ulama wasema, at-tathabbutu fi kulli al-ahwali allati yaqa'u lil-insani fiha naw'u ishtibahin, kuthibitisha katika hali zote ambazo mwanadamu huingia kwenye hali hizo, na ushtibahi, sampuli ya kudanganyika na sampuli ya kutatizika. Mara ukaja ukatatizika kwenye mambo, hatta yatadhiha lahu al-amru wa yatabayyana ar-rushd was-sawab wal-haqiqatu, mpaka imbainikie yeye hili jambo lililomtatiza, au umbainikie yeye uongofu, ama imbainikie yeye sawa na uhakika. Ni ndia gani? Wa huwa tasabburu fil amri alwaqi'i, ni kusubiri kwa lile jambo lililotokea. Umelipata lile jambo limetokea, kwenda ukasubiri.
wal khabari alwaridi, na ile habari iliyopatikana ama habari iliyofika, hatta yatadhiha wa yadhhara, mpaka iwe wazi na idhihiri. Na kuwa wazi na kudhihiri, wa huwa tafrighul wus'i, ni kutenga wasaa. Sikia maneno wanaona, ni kutenga wasaa, wal juhdi, na juhudi, bidii, limaarifati haqiqati alhali almuradi, ili upate kujua uhakika wa hali iliyopatikana. Imenifikia hii habari, kumechangazwa hivi, nimeambiwa hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sasa ili tufikie kwenye kuondosha shubha na zile iltibasat na shubuhat, ni kuanda mabarabara hii. Waqalu, kisha wakasema, at-ta'anni wat-tarayuthu, kuvantaratibu na kutoa nafasi, at-tamahul, fi kulli ma yahassu al-insanu min ahkamin wa tasawurat, katika kila analofahamu. Fi kulli ma yahassu, fi kulli ma yafhamu al-insanu min ahkamin wa tasawurat, kutokamana na hukumu na tasawuri. Wa man tanaqala wa tadawala li hadhihi al-ahkam, mwenye kupokea na kuzunguka katika hukumu hizi, wa tilka tasawurati, na tasawuri hizo, duna fahmin daqiqin lilwaqi, bila kufahamu kwa kina lile tokeo. Maana hapa pia pamenikumbusha mimi msemo ambao ni muqarrara fi ilmi al-usul. Madha yaqulun? Al-hukmu ala shay'in far'un min tasawwurihi au an tasawwurihi. Kuhukumu jambo ni ncha kulisawiri jambo. Siwezi kuhukumu kabla tasawuri. Ni somo muhimu sana. Siwezi kuhukumu kabla tasawuri. Hata daktari watatasawuri za ahkamun tataallaku bi shari'atina, watahapo daktari akitaka kukutibu mpaka uwe na tasawuri nawe, ndipo akakuuliza, wauma na kichwa sana, wasikia kukohoa kohoa sana, usiku homa nyingi sana, wasemaje ukipuliza? Na pengine pia kuandike na kifaa chake, au husikiliza mpaka pumuzi, kisha sema ashaipata tasawuri kwako kimaneno ya majibu yako, akapata tasawuri kwa fahs aliyoifanya nje, ili apate kukuingilia kukutibu. Lakini ukiingia meza ni hina, daktari mimi, jina lako? Jina langu kadhaa. Navyokuona ni TB, ufie. Manake takupa vidonge vya TB, na vidonge vya TB na vijua, mmekula miaka 2.5. Huna TB ukapawa kidonge cha TB. Ndugu yangu, mama mmoja hana TB, hana ukwaju, alipewa vidonge vya TB, alikwenda kuoza maini yote tikanzika. Nini? Hakuna tasawuri hapo. Sasa tukija katika sharia yetu ni sharia tukufu iliyotoka mbinguni. Hakuna masala ya kwamba kwa jambo wa hukumu tu, watakuwa hatua tu, mpaka uwe na tasawuri alile jambo. Haya yamenikumbusha huko. Tayib, lazima sema wa man tanaqala wa tadawala li hadhihi al-ahkami wa tilka at-tasawurat duna fahmin daqiqin lilwaqi'i wa ma yuhitu bihi min dhurufin wa mulabasat, na yenye kumzunguka yeye kutokana na dhurufu nyingi na mambo mengi ya matatizo. Fahuwa idhan, yeye sasa at-tadbiru war-rawiyatu, ar-rawiyatu bimaana an-nadhari wat-tafkir, mazingatio na upelelezi na fikra,
fi kulli ma ya'ti al-insan wa yadhar, kwa kila analolileta kunilefanya mwanadamu na kuliacha, wa adamu tasarru'i wal ajlati fi dhalika, na kuwatakufanya haraka, wal ajlati fi dhalika bimaana wahid. Sikia maneno wanavyoni. Ndipo Umar ibn al-As kataba ila Muawiyah, aliandika barua kumpelekea Muawiya, yuatibuhu fi ta'anni, ananlaumu katika utaratibu. Amr ibn al-As anamwandikia Muawiya barua anlaumu kwa utaratibu wake, kwamba kwa Muawiya ni mtu mtaratibu. Na utaratibu wa Muawiya katika tulivyosoma, tuliwahi kupicha kwa anao desturi ya kukaza pahala panapostahiki kukaza na kulegeza pahala panapostahiki kulegeza. Alikuwa nao desturi hiyo. Sasa tuiangalie hii barua. Amlaumu kwa utaratibu walionao. Fakataba ilayhi Muawiya naye akamwandikia. Umeona, ule amemwandikia barua na kulaumu ni taratibu sana bwana. Kuna mambo hataki utaratibu, watu fulani hawataki kutaratibikiwa hapo. Fakataba ilayhi Muawiya naye akamwandikia, amma ba'd, akamwambia amma ba'd katika hiyo risala, fa inna tafahuma fil khabari ziyadatu rushdin. Sikilizeni wanavyoona. Huwa mwambia tena njibu kwa barua, au sivyo? Hii ni maana ya kwamba hata wewe ukiwa na jambo kwangu huwezi kunikabili niandikia, na mimi nisome kisha nikuandikie, kuliko kuandika kisha kueneza ulimwenguni. Kana ile klipu ambao ni ya miaka 8 iliyopita, wakati nikikorofishana na hawa watu wa bid'a na khurafat, na wakati huo kimya, isipokuwa lorehemewa na Mungu. Basi ikaja kibinadamu, badala kusema bal naqdhifu bil haqqi ala al batil, nikasema wa naqdhifu bil haqqi wa naqdhifu bil haqqi ala al batil, badala bal nikasema wa. Mwaka wa 8 huzungusho hiyo klipu. Sikilize, ni shekhe wenu hajui kusoma, badala kusema bal naqdhifu anasema wa. Lakini mimi halikunishtua, sishtuliwi na kitu mimi, au sio? Ni wakati wa usawa, wataka kupewa nitakupa. Na hafawat ziko, jalla man la yakhta, chembele cha Muhammad Sharif Famau, Mwenyezi Mungu amrahamu. Sasa nataka kuambia hata hiyo, kuambia ni mtu wa sunna mmoja kampa mwanafunzi wa sunna mmoja. Ijumaa 2 zilizopita kaja, ustadhi angalia huyu asema kala, kaambia muate ho ni hodari ho mwando kupigiwa bismillah. Sasa ikiwa mwando kupigiwa bismillah hayamaliziwa kutafsiriwa bismillah, yeye tayari ifanya mwanachovoni, sikunjibu chochote. Lakini sikizeni maklipu chungu mzima, mijana zuoni ulimwenguni waloitawala lugha ya Kiarabu, huenda wakafanya zile zalla na hafawat ambazo lam yaksidu bidhalik, hawakukusudia. Lakini kwa kuwa sikumpacha huu, na kwa huja akipenda Mwenyezi Mungu nipachi biidhnillah alkarim. Na hata kwa njadala, tukija njadala baina alhaqi wal batil, hunipati biidhnillah alkarim, la fakhr, biidhnillah alkarim. Na muomba Mwenyezi Mungu atupe misimamo wa kuitetea haki na kuitetea sunna ila akhir lahzatin min hayatina. Tayib, sasa angalia yote haya yametoka kwenye huu bwana. Amemwandikia barua Muawiya, hunlaumu Muawiya, kanjibisha kwa barua, fa inna tafahuma fil khabari ziyadatu rushdin, kufahamu habari kuzidisha uongofu. Fahamu taarifa, utapata maalumati ndio upate kuhukumu.
wa inna rashida man rashada anil ajlati, na muongofu siku zote ni aloongoka na kuwata haraka kwenye mambo. Muongofu ni aloongoka kwa kuwata haraka kwenye jambo. Manake dunia hii hutokea mengi. Sasa kwenye matokeo utaratibu ndio ubora kuliko haraka kutukua haraka. Ukitukua haraka kisha utajuta, na kikwetu sema kisha utajera. Kujuta, mbona mimi nilitukua hatua ile, kwa kuwa hukuwa taratibu. Kisha utajera, utatahayari uone haya. Lakini mimi nakwambia usione haya, rudi mukatakane msamaha tu kwa makosa uliyofanya, ama mimi nikutake msamaha kwa makosa niliyofanya. Hata haraka hakutukua hatua kabla ya jambo kulithibitisha na kuhakikisha. Wa innal khaiba, sikilize Muawiya anamwambia nani? Amr ibn al-As. Na mwenye kutoka patupu, mwenye kuhasirika, man khaba anil anati, ni alokhasirika na utaratibu. Hana utaratibu yeye, hii ni nchwa mibavu na miguvu, kitu kidogo hana uhakikisho, tayari tefanya muqata. Aendelea, barua inaendelea, isikilize. Wa innal mutathabbita musibun, na mwenye kuthibitisha siku zote hupacha. Huwezi wewe ukataka kuthibitisha hili jambo, taka kuthibitisha kuhusu huyu mtu ukakosa, kwa sababu Mungu amekusoma roho yako. Huu bwana afanye uchunguzi kwa aliyoyapata na aliyoyasikia kuhusu mtu fulani. Maadamu wasimamo, Mungu atakupata ufiki. Sivyo hunenwa bure tu maskini. Lakini ukifanya haraka, wewe pia utanigura mimi, wewe pia utanitenga mimi, wewe pia utanisema mimi. Ndio tiba ya huu muhadhara unasema. Anaendelea, ni Muawiya hunjibu nani? Amr ibn al-As. Wa innal mutathabbita musibun, mwenye kuthibitisha hupata, au kada an yakuna musiban, au hukurubia kupata. Wa innal ajila mukhti'un, na mwenye kufanya haraka hukosa, au kada an yakuna mukhtian, au hukurubia kukosa. Sikia maneno haya. Lidha yaqulu Abdul Aziz al-Abrashi fi nudhumihi, ndipo Abdul Aziz al-Abrashi katika nudhumu zake asema hivi: ta'anni fi amrika wafham anni, falaysa shay'un ya'dilu ta'anni fihi thumma qul fa inni arju lakal irshada fi ta'anni. Sikia maneno haya. Abdul Aziz al-Abrashi katika nudhumu zake asema, ta'anni fi amrika, kuwa taratibu katika mambo ya katika jambo lako, wafham anni, fahamu kuhusu mimi, kwambia kwamba kuwa taratibu katika jambo lako utakalolipata. Falaysa shay'un ya'dilu ta'anni, hakuna kitu kinachosawazika na upole, hakuna kitu kinachosawazika na utaratibu. Ta'anni fihi thumma qul fa inni, kuwa taratibu, taratibika kwenye jambo, kisha sema hakika yangu mimi, arju lakal irshada fi ta'anni, nataka kwako uongofu katika utaratibu. Utaratibu ulionao Mungu akupe uongofu, upole ulionao Mwenyezi Mungu akutole ndia ya kuyajua usiyoyajua na kumjua usiyemjua. Wa min hadi nabawi, na katika miongozo ya mtume, qauluhu, ni neno lake: inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli, Mwenyezi Mungu ni mtaratibu, mpole, apenda upole kwenye mambo yote, na katika jumla ya mambo ni kutaka kujua yaliyokufikia, kuthibitisha kuhusu jambo, kuthibitisha kuhusu mtu, kuthibitisha kuhusu habari. Wa qawluhu, na neno lake mtume sallallahu alaihi wasallam: inna Allaha rafiqun, hakika Mwenyezi Mungu ni mpole. Yuhibbu rifqa, hupenda upole, anapenda upole. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi, Mwenyezi Mungu hutoa kwa upole asichokitoa kwa mabavu.
na kwa hasira. Mwenyezi Mungu humpa mtu kwa upole aliona. Mfano ni habari, manake karina za muhadhara ziko kwenye taarifa, lakini hungia kwenye yote. Ni habari, ukiitukulia kwa utaratibu, Mungu mwenyewe ni mtaratibu. Hata nimpe taufiki njia wangu kuongokewa na aliloletewa, kuongokewa na alilosikia. Wama la yuti ala ma siwa, na asichokitoa kwa chengine. Mungu hutoa kumpa, kumwafikia mwenye utaratibu katika mambo. Isitoshe, wa qawluhu, na neno lake Mtume sallam, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, utaratibu haui katika kitu isipokuwa hupamba kitu, hupamba jambo. Wala yunza'u min shay'in illa shanahu, hauondoshi utaratibu katika jambo isipokuwa hulichefua jambo. Sasa usipofanya uhakikisho kuhusu habari zangu zilizokufikia, utaharibu mambo kwa kukosa utaratibu. Na ukifanya utaratibu kutaka kujua ulioyasikia kuhusu mimi, Mungu atakupamba kwa ukweli ujue. La tasra. Qala Abu Ishaq al-Qayrawani, sikia Abu Ishaq al-Qayrawani asema, qala ba'dhu al-hukamai, wasema baadhi ya mahukama, wasemaje? Iyaka wal ajlata, na kutahadharisha wewe na kufanya haraka kwenye mambo, na kutahadharisha wewe na haraka katika mambo. Fa innal araba kanat tukanniha umman nadama, Waarabu walikuwa wakiita haraka mama wa majuto. Na Waarabu pia hawaoni karibu, kwa vile Mungu alivyowakundua mabongo yao. Hata mabedui wa jangwani, maneno ya kibedui lakini mengine yakiwa na hekima ya hali ya juu. Angalia hapa, na kutahadharisha wewe na haraka. Hakika Waarabu waliicha haraka mama wa majuto. Kwa nini wasiite mama wa majuto? Na wengine katika Waarabu wameisoma Qur'ani wakaelewa, wakajua kuwa kuna nidaur rahmani li ahli al-iman. Aya ya 6 katika suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ambao hatujaitafsiri hiyo tafsiri ni muhadhara wa 3 wiki itakokuja kupenda Mwenyezi Mungu. Sasa Waarabu wameita haraka mama wa majuto. Ni kweli, ukifanya haraka kuhukumu jambo hatimaye utajuta. Nimefanya nini sasa? Kumbe sivyo kabisa nilivyoambiwa, kumbe sivyo kabisa yalivyo, kumbe sivyo kabisa alivyo. Taib, lianna sahibaha, Abu Ishaq al-Qayrawani asema, kwa sababu ule mwenye kufanya haraka, yaqulu qabla an ya'lama, hunena kabla hajajua. Hayaiva yambo, hunena tu. Wayujibu qabla an yafhama, hujibu kabla hayafahamu. Wayazimu qabla an yufakira, huazimia kufanya mambo. Wata sasa tumfanyie muqata'a huyu. Kwa nini umfanyie muqata'a? Kwa sababu umesikia yule ni kafir, yule ni munafiq, yule ni mubtadi', yule ni hizbi, yule ni sururi. Umeyasikia hayo. Sasa maskini yaqulu qabla an ya'lama, hunena kabla hajajua. Wayujibu qabla an yafhama, hujibu kabla hayafahamu. Wayazimu qabla an yufakira, huazimia mambo tu, kuchecha kukacha mtu kabla hajafikiria. Wayaqta'u qabla an yuqaddira, hukacha kumkacha mtu kabla hajafanya vipimo. Waqad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, na Mungu kila kitu amefanya kwa kipimo. Hii aya vipi? Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Mungu kila kitu amekifanya kwa kipimo.
lazima tuende kwa vipimo. Kwenye mambo vipimo, kwenye kupima vipimo, kwenye kufikiri vipimo, kwenye kuamua. Ndio dini yetu. Taib. Wa yahmadu qabla an yujarriba. Mtu huu hujakasifu kabla hajajaribu. Mtu mpe mtihani kidogo ili upate jawabu, mashallah. Mpe mtihani kidogo kisha mwambie mashallah. Huwezi kusimama tu kumbe fulani siseme kwa fiqhi, siseme kwa usulul fiqhi. Jaribu, ukipata mashallah. Na ukisikia fulani kadhaa kwa nahu, vachu sifiwa fulani una nahu. Kaletwa mwanafunzi mmoja kwetu akisema huwa alisoma madrasa fulani, katajwa ile madrasa sina haja kuitaja, ana nahu kweli kweli. Akanipa kashfu darajati masomo 22, kopi yake na 22. Manake taka kwa mwanachuoni siku 2 tu masomo 22. Basi kava nitao taarifa ya kwamba mvachu wanahu hawa, basi kamwambia wallahi billahi, imi kwanza wasipendi kutoa kitu ambacho nkusawirisha ili munifahamu amepacha mengi. Sineni achini nani, mimi nimefanya kadhaa kadhaa, nimepacha kadhaa kadhaa, nimeambiwa kadhaa kadhaa. Kisha kaambia paka nive nimeambiwa kwa kweli. Lazima tuwe na uaminifu katika elimu ya Mungu. Hata usipige mfano katika kunena kwako kusema nimepata habari kuhusu kadhaa 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 na ukawa hukupata habari. Si taufiki katika elimu hilo. Nena ulilolisikia. Na ikiwa umensikia mwanachuoni amesema, tegemeza aliyoyanena, si wewe yeye. Mtegemeze mwanachuoni. Hivi haya sina langu tafsiri, pengine mawili matatu tu kukurubisha katika fahamu hutoa kwangu, lakini yote ni nini? Kamwambia iribu jaa Zaidun, akanambia jaa fi'lu madhi mabni ala al-fath, Zaidun fa'ilun marfu'u bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Wallahi billah, akamwambia Zaidun jaa, akanambia haivi hivyo, haivi je Zaidun jaa mpaka uanze jaa Zaid. Kamwambia haite wa klasi vitakaua mwenyewe, kama thalith mutawasit, kama thani mutawasit, teua mwenyewe na mitakushika mkono kwa unyenyekevu ndeka kupeke. Chonde chukaitefute pamoja Zaidun jaa, jaa Zaidu, ziko hizo ama hakuna? Ndio hivyo. Sasa siku zote usinene kabla ya kujua, usijibu kabla hujafahamu, usiazimie kutukua uamuzi kabla hujafikiria, usinkache mtu kabla ya kipimo, usinsifu mtu kabla hujanjaribu, wala usimchukane mtu kabla an yukhbara, wa yadhummu kabla an yukhbara. Hii huchukana kabla ule mtu hajatestiwa, huchukua tu. Walan yashaba hadhihi sifata ahadun, hasuhubiani, haambachani na sifa hizi mtu yoyote, illa sahiban nadama, isipokuwa hatimaye huambachana na kujuta, wa'tazala salama, na amani ikamwepuka. Na sikwambii jaribu, wengi wamejaribu kumkata mtu, kumtukana mtu, kuntolea mtu maneno, yule ni hivi, yule ni hivi. Wallahi billahi ta'ala, hatimaye bongo zilipotaratibika, wakasimama uchunguzi wa dini na sharia na sunna itakiwavo, Mwenyezi Mungu akampongozi. Ni kweli ulikuwa kidogo dhalalta an sawa'i sabil, lakini kwa taufiki ya Mungu na kuwa unataka ukweli, hadha huwa sawa'u sabil, hii ndio ndia ya sawa. Kwa hivyo tunataka tuwe hivyo. Tayib. Walamma dakhala rajulun ala Umar ibn Abdul Aziz, alipoingia mwanamume mmoja kwa Umar kijana cha Abdul Aziz rahimahullah. Sikiliza, alipoingia tu, wajua
vachu machacha na machacha hayakuanda leo, lakini sheria iliyotoka mbinguni imekuja kurekebisha machacha yetu, kwa sababu mwanadamu ni nchua machacha toka aletwe katika dunia hii. Ndipo kuletwa mwanadamu katika ulimwengu huu yalianda machacha ya kifo cha dhuluma. Cha kwanza nini? Kwa sababu ya machacha. Tayib, sasa mwanamume mmoja kaingia kwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Alipoingia, wa dhakara lahu an rajulin shay'an, kuntajia Umar ibn Abdul Aziz, kuntaja mwanamume mmoja kwa jambo. Angalia, umeingia kwa mtawala, kwa mfalme, ukienda kabla yako humpa kuhusu, si umeona hii picha, si umeona hii tasawur? Hii ni tasawuri iliyoko katika dunia yetu mpaka tuondoka katika dunia. Waweza ukaenda kwa mtawala, tena hata hana cheo hiko, ukienda kabla hujazungumza yako, kwa kuwa mpangaji hataki kutoka na halipi mwezi wa 5 huu, hataki kutoka tu. Sasa kabla ya kwenda kumwambia, ndugu yangu utanipa shauri gani ili atoke tu, nitaka nyumba yangu, hata zile pesa ndamuatia, ukiingia kwanza utaanza kusengenya, hakunifanya mimi tu, hii kesi niliyokuja nayo huyu bwana hajanifanya mimi tu, memfanya fulani, ana tabu sana, tena si yeye tu, wajua na fulani yeye wako hivi, hata ile pesa ambao ni haki yangu hugawanya naye. Esha ya zol nini? Nena tu lililokupeleka basi kutoke, au sio? Umekwenda wanataka usaidizi, lakini tunataka hawa watukufu mahodari wa kurekebisha mambo. Hawa ndivyo wakushikwa. Haya, alipontaja mtu mbele ya kiongozi, qala lahu Umar, na hii ndivyo natakiwa. Umar akamwambia, in shita nadharna fi amrika, ukitaka tutatizama hili jambo lako. Hiyo habari ulionambia fulani kadhaa, sikiza, tutatazama kuhusu jambo lako hili. Fa in kunta kadhiban, ikiwa utakuwa ni muongo, umenena tu fulani, fa anta min ahli hadhihi alaya, wewe katika watu wa aya hii. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, 6 suratul Hujurat 1. Wa in kunta sadiqan, ikiwa ni kweli hayo uliozoea fulani kadhaa, sio, fa anta min ahli hadhihi alaya hammazim masha'in binamim. Mwenyewe hako, mbona mkoja kunena hapa? Tupo hapo, uko alosalimika hapa, isipokuwa alorehemewa na Mola. Ikiwa ni mkweli basi, ikiwa ni muongo, fa anta min ahli hadhihi alaya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi alaya hammazim masha'in binamim. 11 qalam, mara 3. Wa in shi'ta afawna anka, ukitaka tutakusamehe maadamu umefanya makosa. Angalia maneno hayo, hii kuja tu moja kwa moja wanena fulani umefanya makosa. Sasa amua uwe kadhiban, amua uwe swadiqan, lakini ni hamazi masha'in binamim, au amua tukusamehe. Angalia hekima, atanenesha kweli itakiwavo. Faqala ya amira almu'minin la a'udu ilayhi abada, hili silirudi tena kwenda kwa yoyote, nintaje yoyote na yeye mwenyewe hayuko. Tunayo hayo tungawa watu wa sunna, tunayo hayo tungeipiga ni ya sunna, tunayo hayo tungawa tutakavokuwa, isipokuwa alorehemewa na Mola wake mlezi. Na hawa ni katika vema valotuchangulia, vanaotupa haya. Ni haki mimi kuyashika haya, na ndivyo nitakavyo kuyashika, kuliko kumnena yoyote
kutaka uthibitisho, kutukua uamuzi ama kumkata mtu. Tayeb, sasa sikiliza hiki kisa cha Umar ibn Abdul Aziz, chagusana na kupeana mikono na wapi katika manhajul ilahi, kitabullahi azza wa jalla. Hapa kumegusana wapi? Hapa kumegusana maqalahu Suleimanu lihudhuda, kwa mujibu wa aya 20 mpaka aya 27 suratul Naml. Alisema kimaana, ufafanuzi si somi aya. Alisema sanabhathu fil amri, tutalitefuta hili jambo lilokuja nalo Hudhud. Kwa sababu Hudhud alikuja akasema inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Hii ndio statement yalokuja na Hudhud kwa nani? Suleiman. Hakutoa kikosi moja kwa moja, lakini hapa mmekacha tu kwa ufupisho wa kuthibitisha. Umar ibn Abdul Aziz kachukua mfumo huu, sanabhathu anil amri, sanabhathu fil amri, tutalitefuta hili jambo. La'allaka takunu kad kadhabta, huenda ukawa umesema uongo, au akhtata, ama huenda ukawa umekosea. Angalia maneno, huenda ukawa umenena uongo, umepanga tu, basi hapo umepanga tutajua ya kufanya. Au akhtata, au kama umekosea, wa mutlaqul kamali lillahi tabaraka wa taala. Au wahimta, ama umekuwa na shaka. La'alla fil amri iltibasan wa ghumudan. Vema walochangolea, huenda katika hili jambo pana iltibas, pana michachilo na pana magumu pengine hukuyafahamu. Takupa mfano, kama wewe kuwa rajulun multabisun, siku ukiniona mimi natoka baa, pia nakwambia usifanye haraka, kwa sababu si mazoea wewe kumuona Sheikh Bairo uko kwenye gaso ya minazi, wala hujamuona Bairo siku moja huruka barabara akaianda hutuba kabla hajaruka barabara, innal hamdalillah. Na hujaona hivyo. Naambia kusudi mufahamu mambo. Huenda ukawa wahimta, natoka ba, basi utaratibu, Sheikh salamu alaykum, nimekuona ukitoka Zaitun. Kaambia kweli nilikuwa natoka huko. Ni vipi tena Sheikh wangu? Kaambia kuna jamaa mmoja mwaka wa 3 na corona hizi, una shilingi 1500 zangu, mimi mwenyewe nitakulipa fees. Kaambiwa humpachi, na kweli sijampacha mwaka wa 3 huu. Mpaka hapa jamaa kanambia ukinitaka huo tampacha ba. Sasa nyinyi vaungwana kama mvafahamu vizuri, mimi mfanye takwenda ba, taka 2500, taka nazi mimi ama taka whisky, na kaenda kampacha. Sasa ni upeo wa wewe kuthibitisha mambo kabla hujafanya nini. Sasa kabla hivyo wewe utakwenda kunitolea na makaratasi, pengine utanipiga na picha kiruka kizingichi cha baa, uisambaze ulimwengu mzima. Mwangalieni khatibu wenu. Wallahi Mwenyezi Mungu atuongoze na waongoze. Hili ndilo la kuombea. Hawa watu haraka clip enez Mungu awaongoze. Tathabbat fil amr, tamahal, tafahas. Tayib, sasa huyu kachukua aliyoyasema Suleimani kumwambia Hudhud. Qala sanandhur wa sadaqta am kunta minal kadhibin, 27 suratul Naml. Wallahi mimi nasema wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, law ajabna kulla wahidin yas'a baina an-nasi bil qili wa qala, law sisi tukamwajibisha kila mmoja kutembea kati ya watu kwa kila nakala, kumesemwa, amesema,
hadha law ittakhadhna hadha shi'aran lana, sisi tukitukua hii ni alama kwetu, laqata'na at-tariqa ala ashabi an-namima, tungelikata ile barabara wasengenyaji au achiliaji fitina, kuzunguka fitina huku na huku, walwishayati baina nas, na kueneza maovu kati ya watu, tungekata barabara yake. Lianna mu'dhama an-nizaati wal khusumati allati, kwa sababu tofauti kubwa na husuma ambazo takau baina nas, hupatikana kati ya watu, mabniyatun ala isha'atin, hujengewa kwa kueneza maovu, tatanaqaluha al-alsunu duna tathabbutin wala tabayyun, hutukua ndimi bila kuthibitisha ama la kubainisha, fatantiju anhu al-karahiyya, ikaleta natija ya karaha, wal qati'a, na kukatana, wal khusumatu, na uchesi. Law ajabna kulla wahidin yas'a baina an-nasi bil qili wa qala bihadhihi al-kalima, kwa kalima gani? Sanandhuru, nimekusikia unenavo, tatazama. Sanabahathu, sanataakadu, asadaqta am kunta min al-kadhibin, tungeliyapata hayo. Fal abdu salihu, mja mwema siku zote, harisun, huwa napupa, ala ma yasluhu bihi dinuhu wa irduhu, kwa chenye kuchengeza dini yake na chenye kuchengeza heshima yake, wa tasluhu bihi hayatuhu, na chenye kuchengeza maisha yake. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema, sikiliza haya ya Abdullah ibn Abbas. Qala, asema, marra rajulu min bani Sulaimi, mwanamume mmoja alipita kwa kabila la Bani Sulaim. Huu mwanamume alipita ala nafarin min ashabi rasulillah, kwa kikundi katika maswahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama hu ghanamul lahu, akiwa na mbuzi. Huu mwanamume la kabila la Bani Sulaim kapita kwa kikundi cha maswahaba akiwa amebeba mbuzi. Fasallama alaihim, akawasalimia, ambia assalamu alaikum. Faqalu, hawa jamaa wakasema, sahabu, ma sallama alaikum, hakuwasalimia illa liyata'awadha minkum, isipokuwa kwa ajili ya kujikinga nani? Faqamu, wakasimama, faqataluhu, wakamuua, wa akhadhu ghanamahu, wakachukua na mbuzi wake. Faatau biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mbuzi. Sikia maneno, walipokuja na kwa mtume, fa anzalallahu ta'ala, Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii 94 suratul Nisa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, mtembeapo kwenda kwenye barabara ya Mungu, kwenda katika fi sabilillah, basi lolote mutakiwalo kutenda, fatabayyanu, hakikisheni. Mwenda kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, muweza kupambana na mengi, utaratibu, msijimukatukua hukumu, mara mukaumiza ama mukaua. Wala taqulu, sikiza ya kishendelea, wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan, wala musiseme kwa yule alosalim amri, kupiga shahada ndiko kutaka amani huko, usimwambie lasta mu'minan, wewe si muumini. Simwambie mtu amenyosha mkono sema la ilaha illa Allah, ukamwambia hapana, si muumini, umepiga shahada kwa sababu wa kujikinga na upanga. Usimwambie hivyo, kwa sababu hujui yaliyoko kwenye ndani ya moyo wake. Shahada lake limekubaliwa kwa Mungu. Ndipo pale polisi zangu mimi Sheikh Bahero, ukinihukumu vyovyote wewe, ukinihukumu vyovyote, hamna shida yoyote. Mimi tegemeo langu najua iko siku huitwa hadha yaumul fasli jama'nakum wal awwalin,
yauma tubla sarair yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malam. Hata hivi sasa ukiniita mubtadi, ukiniita hizbi, ukiniita munafik, ukiniita kafir, sina wasiwasi. Moyo wangu wa sunna umefungamana na Mola wangu alionchuma mtume wa sunna, si wewe. Sina joto kabisa na fatwa ngapi utolea, malesh, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi yahulu baina almar'i wa qalbi. Sasa usuna wangu, bid'a wangu, chochote ukitakacho, mimi na nani? Na Mola wangu. Sasa yuko aliopiga shahada kwenye zama za mtume, jamaa akamwambia kankacha kitwa. Ilipokwenda taarifa, mbona umenkacha kitwa? Alipiga shahada kujikinga na upanga. Mtume alimwambia, uliufunua moyo wake ukaona hayo? Hurudia, ulifunua moyo wake ukayaona hayo? Ina maana gani? Ina maana dhabati ya mtu kwa lolote katika dini yake, moyo wake na Mungu wake. Aeleweni hayo. Ila qawlihi, sikiliza iliposhuka aya ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Ili zilienda hizi aya, zilienda mpaka ikasema kadhalika kuntum famanna Allahu alaykum, hivyo ndivyo mlivyokuwa, Mungu akavaneemesha. Ina maana akawaondolea hilo. Kwa hivyo fatabayyanu, si maneno yangu, ni maneno ya nani? Baada ya kurekebishwa kosa akamwambia fatabayyanu, basi hakikisheni kabla hamjachukua hatua. 94 suratul Nisa. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. إذن shika haya, angalia kikomo cha kutaka uthibitisho ili utukue hatua. Sikiza makala ya hekima ya venye hekima. Fala tusaddiq kulla ma yuqalu, usisadiki kila lisemalo. Wa in sami'ta min alfi famin, hata kama utasikia kwenye vinywa 1000 usisadiki. Sikia maneno venye hekima. Hatta tasma'ahu mimman shahadahu, mpaka usikie ulilolipata mimman shahadahu bi'ainihi, kwa aliyeshuhudia kwa mato yako. Isitoshe, wala tusaddiq man tathabbata fima yushahid, wala usisadiki kwa aliyothibitisha kwa alilolishuhudia kwa mato yake. Hatta tataakkada min bara'atihi, mpaka uhakikishe kutakasika kwake. Wa khuluwihi, na kukosa kwake. Anil gharadhi wal hawa, na malengo na hawa. Wakati mwingine mambo huenda kihawa, mambo huenda kimalengo. Sasa angalia hapa, atupa sisi fikhi hata kwa aloshuhudia kwa jito. Wewe usikubali mpaka uhakikishe kutakasika kwake na kuepukana kwake na malengo na hawa. Aweza akaja kuambia maneno tu, lakini akawa na malengo yake, ana hawa zake. Aweza akaja akakwambia shekhe kadhaa 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 kadhaa, lakini kumbe ana malengo yake na hawa zake za nafsi. Pengine ataka kunisikia mimi nitanena nini, kisha tukue ndilo linena alipeleke. Walihadha, kwa sababu hii, sikia vizuri, nahana Allahu ta'ala ani dhanni, Mwenyezi Mungu ametukataza sisi kuhusu dhanna. Wa'tabarahu ithman, akaizingatia hii dhana kuwa ni dhambi. La yughni min alhaqi shay'an, haitoshelezi lolote na haki. Wallahi, haki ni haki, batili ni batili, la ukweli ni ukweli, la uongo ni uongo, la shaka na shaka. Mambo yako wazi. Wa'lam, kisha jua, sababu tuko kwenye hizo zama, jua anna aljamahira asra'u ila isaati dhanni min ihsanihi. Jamhuri, kwa maana watu wengi wana haraka sana dhana mbovu kutokamana na ihsani yake mtu.
hata mtu akisimama kwa ihsani, watu wengi huwa na dhana mbovu kwake kwa ihsani yake. Hivi sasa baada ya swala katoa 1000, wala sitoi 1000 kumpa yoyote, ni mfano tunapiga. Lau katia mkono mfukoni hapa kampa mtu, wala sichi kukupa, elewa. Lakini kasema katia kakupa, baada ya haraka kusema alhamdulillah, jazallahu ala sheikhina khaira aljazaa, na mpe zaidi ya hivyo. Ukitoka ukiruka barabara tambia alhamdulillah, nilikuwa na shekhe baada ya sala amenipa 1000. Si haba, lakini una ngapi kuswali tu 1000? Una ngapi? Angalia tayari suu dhanni kwa ihsani niliyomfanyia. Ndipo ikawa ni kwingi wakati tulionao, mtu ufanya wema akapacha dhambi. Msinielewe makosa, ni kochi vizuri. Mtu ufanya wema akapacha dhambi. Hufanya vipi wema akapacha dhambi? Takupa kwa nia yangu mzuri, kisha uende ukaninene vibaya kwa nilichokupa. Ya chambaya nifikie kwamba kwa ule ulompa shilingi 5000 asema kadha kadha kadha, hata tumuombe tunkomoe, amekula ngapi mwezi ule? Kipacha mimi sitaudhika, tasema hivi, afadhali kama sikumpa. Mpeche thawabu, mpeche dhambi, mpeche dhambi. Umenifanya nene kwa nilichokitoa, na kwa tikana ukitoa licha kunena mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umefanya nini. Yote huingia kwenye maana haya. Ndio ulimwengu tulionao. Tumeelewana vizuri? Ndivyo walimwengu tulionao. Astaghfirullah, sio ulimwengu tulionao. Ulimwengu tulionao safi ni ule ule uliosafishwa na Mwenyezi Mungu. Tara hulalan tusanun ala unasin wa akhlaqun tudasun fala tusanu يقولون الزمان فيه فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. زما ziko kama zilivyo. طيب إخوة الإيمان, ndio hali ya jamhuri. Min hadha, sasa kutoka kwa hili, man yataajjal, yoyote mwenye kufanya haraka, fayahkum ala kulli man khalafahu, akamhukumu kila mwenye kutofautiana naye. Hivi mimi na khalafiana na wewe kwa baadhi ya masala, ukanihukumu bil kufri, kwa ukafiri, mimi ni kafiri, mimi hiyo fatwa pia nimepewa. Wan nifaq, ukanihukumu kwa unafiki, mimi pia nimepewa hukumu ya unafiki. Wa hizbiyin, mimi ni muhizbi, nimepewa hukumu hiyo. Sururi, mubtadi', ni lazima tuyaseme kwa sababu silsila ya bahthi ndiyo ifanya. Lakinahu alhawa watwaishu, hili linalonenwa, haya yanaonenwa ni hawa tu, watwaishu walinhiraf, na upotofu. Ni hawa tu. Mtu hawa zake hazikuwekea kwangu, taninena atakavu, tanikejeli atakavu, tanibandika atakavu. Kwa hivyo ni alhawa watwaishu waljahlu, na ujinga. Akhraj al-Hakim wal-Baihaqi. Tunaumaliza muhadhara wetu, nishasikiliza vizuri. Akhraj al-Hakim, Hakim ametoa, wal-Baihaqi, na al-Imam al-Baihaqi, an Qais ibn Abi Hazim wa Amir ash-Sha'bi qala, huyo Qais ibn Abi Hazim na Amir ash-Sha'bi wote wawili walisemaje? Qala Marwan ibn al-Hakami, Marwan kijana cha Hakam alisema. Kusema nini? Kumwambia nani? Alisema kumwambia li Ayman ibn Khuzaym al-Asadi, alisema kumwambia Ayman ibn Khuzaym al-Asadi. Alisemaje Marwani kumwambia Ayman ibn Khuzaym al-Asadi? Alimwambia hivi, ala takhruju fatuqatilu maana, wuhutoki ukapigana na sisi, ukashirikiana na sisi katika kupigana.
wakana Marwanu, na Marwanu mwenyewe alikuwa yuqatilu Dhahaka bil Qais, alikuwa akipigana vita na Al-Dhahak kijana cha Qais. Sasa Al-Hakam huyu Al-Aymanu ibn Khuzaim al-Asadi faqala, akasema kunjibu nani? Kunjibu Marwan aliyemwambia hutoki nasi tukashirikiana katika kupigana vita. Faqala, akasema inna abi wa ammi, hakika babangu na mamangu. Umeona, huyu amenitaka huyu washirikiane na yeye kivita. Moja kwa moja alinkumbuka mzazi wake, moja kwa moja alinkumbuka nani? Mzazi wake. Elewa. Sasa wewe kasema inna abi, hakika babangu, wa ammi, na ammi yangu, shahida Badra, walishuhudia vita vya Badr, hivyo vita vitakatifu. Wa innahuma ahida ilayya, na wote wawili babangu na ammi yangu waliniahidi mimi alla uqatila ahadan, nsipigane vita na yoyote yaqulu la ilaha illa Allah, anayesema la ilaha illa Allah. Nsipigane vita na yoyote anayesema la ilaha illa Allah. Wewe humuua mwenye kusema la ilaha illa Allah. Haya, sasa sikiliza shujaa huyo. Akamwambia fa in anta jitani bi bara'atin minan nar, ikiwa umenijilia mimi kwa ajili ya kujichakasa na moto kwa hilo unalolitaka, qataltu maka, nitapigana na nitashiriki vita, mpigane na wewe. Alipomwambia hivyo, huyu alikuwa amenchega kinikashi kiuhodari, takuuliza kulingamana na ulitakalo. Hilo la kunitaka mimi nishirikiane na wewe kwenye vita, ikiwa umekuja ni sababu akuchakasika na moto, tapigana na wewe. Marwan akaelewa huyu ameniweza. Kala fakhruj anna, chutoke, toka. Asema fakharaja, akatoka. Sasa mbona alitoka? Aliona hapa hakuna khairi, nitakwenda kuchinja vichwa Waislamu. Fakharaja, akatoka. Wa huwa yakulu, na yanasema, sikiliza, walastu biqatilin rajulan yusalli ala sultanin akharin min Quraishi lahu sultanuhu wa alayya ithmi, ma'adha Allah min jahlin wa taishi, aqtulu musliman fi ghairi jurmin falaysa binafi'i ma 'ishtu 'aishi. Walastu biqatilin rajulan yusalli, sikuwa mimi mwenye kumuua mtu ambaye huswali, ala sultanin, kwa ajili ya mfalume, kwa ajili ya mfalume mwingine, ni muue fulani kwa ajili ya mtu fulani, min Quraishi, tena mfalme katika makuraishi. Then natakiani mimi, lahu sultanuhu, yeye una utawala wake, ufalme wake, wa alayya ithmi, na mimi nina dhambi zangu, ma'adha Allah min jahlin wa taishi, najilinda kwa Mwenyezi Mungu na upumbavu na upotofu. Aqtulu musliman fi ghairi jurmin, ni muue muislamu bila kosa lolote. Falaysa binafi'i, hilo halinifaishi mimi, ma 'ishtu 'aishi, kwa muda nitakavyoishi katika maisha. Fi tathabbuti watabayyuni watahaqquqi والتأكد والتيقن والتأمل والتعرف والتفحص والتبصر والتحرز وعدم التسرع. Wiqayatun, ni kinga zote hizi, hata kuikinga al-asr, familia yako wewe pia ikinge kwa haya. Minat tafarruqi, na tafaruqi, waweza ukafarkanishwa wewe na mke wako. Nimemuona kibanda fulani, kibanda ni hicho tu, kibanda ni hicho tu. Kwa nini usimpe dhana nzuri? Kibanda ni hiki tu, kibanda ni hiki tu, vitu vyake vizuri si vilalo, ni vikitoka Kongoe ndio hungia kibandani, na bei yake nzuri hususa kwa Waislamu. Kwa nini usimpe dhana hiyo? Kibanda ni kile tu, kibanda. Tena ukienda bwana, ukipicha
huwa huzungumza, mbona hukupicha kwa lako kenda stage kupanda machachu, mbona umeyajua hayo? Na katika kunena kwake pengine masikizano wa bei. Ushaona? Wewe ni dhana mzuri jamani. Hizo dhana mbovu ndizo zimetufanya kuona uadui, tumecheta sisi kweli kweli. Na chuki nena huwa hunena tu, lakini kila mtu na yake katika moyo. Lakini yasafishwe hayo. Lakini yote sababu yake ni suu dhann, hatuna husnu dhann. Akhtimul muhadhara, na ukhitimisha muhadhara huu. Lakini hapa na kwanza nimalize, haya ndiyo yataja yote ni kinga kwa familia kutokamana na tafaruki na nkachano na mtu kukata kizazi, na ni kinga kwa mujtama na mpasuko. Mujtama hawezi kupasuka ikiwa watu wa mujtama kila mtu una hamu ya kutaka kujua ukweli wa mwenzake na kuchunguza ili nsimuhukumu tukateta. Chubaki tumepatana hata kama tumetofautiana kwa baadhi ya mambo. Ndivyo jinsi ya al-Imam Shafi'i rahimahullah katika makala yake asema, ikhtilafu ar-ra'yi la yufsidu lilwuddi qadhiya. Kutofautiana fikra haiharibu kadhia ya mapenzi. Tuwaweza kupendana tukawa kuna mambo fulani viji masala tumekosana. Kwa hivyo ni wiqaya kwa mujtama min at-tamazzuk, kwenye kuhakikisha mambo kuliko kutukua hatua kabla tahqiq. Akhtimul muhadhara bima fi sahih Muslim, na ukhitimisha muhadhara kwa hadithi iliyoko kwenye sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kidhban wa kafa bil mar'i kadhiban, yote an yuhaditha bikulli ma samia, kuzungumza kila analolisikia hutosha kuwa dhambi. Na katika riwaya ya Ibn Hibban wal Hakim wa Abi Daud, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikulli ma samia, hutosha kwa mwanadamu kuwa dhambi kuzungumza kila analolisikia. Na katika riwaya nyingine, bihasbil mar'i minal kidhbi au bihasbil mar'i minal kadhibi, hutosha mtu kuwa na dhambi an yuhaditha bikulli ma samia, kuzungumza kila analolisikia. Muhadhara wetu huu ni wa unwan ya at-tathabbutu wat-tabayyun, kuthibitisha na kubainisha mambo min akhlaqil anbiya'i wal mursalin, ni katika tabia manabii na mursalin. Je, sisi sote ni wafuasi wa manabii na mursalin? Ikiwa ndivyo, qifu haithu waqafa alqaum, simameni walivyosimama hawa watu walowaandama manabii. Kisha manabii kwetu sote iwe ni qudwa, iwe na uswa, na kwenye hilo hatutaipukana na cheleza na kukosa kwenye kunena na kutenda. Na tukikosa, tumepewa mfumo katika Qur'an, ni kumtaka radhi Mungu na kumuomba kwa kumnadia Rabbana, na hapo pana ya unida, ya Rabbana, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, Mola wetu usitupatilize kwa kutuchesa tukifanya jambo kwa kusahau ama tukifanya jambo kwa kukosea. Pia kun anta mir'ata akhika almuslimi, wewe kuwa kioo cha ndugu yako Muislamu. Aweza asijione ukamuona, muonyeshe aone. Waweza usione akaona, akuonyeshe uone. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Akituweka hai Mwenyezi Mungu, muhadhara wa 3 sasa ni aya ya 6 hasa. Tuifafanue mbona Mungu kafunga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kisha hapo kumuomba khairi Mungu na taufiki ya kuyafuata tuliyoyasema. Tukipata famina Allah, tukikosa famina wa minash shaitan, na Mungu ndiye mjuzi wa yote. Iko swala moja ama mbili?
kwa muhadhara wote fi sual. Kana hakuna suali, tahaqqaq wa tathabbat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ila ilm. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bihi nasta'in. Ya fattahal qulub, ya badi'al ajaib, bil khairi bil khairi bil khairi 'allimna bi fadli qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.